Waziri wa ulinzi wa Israeli wa kuitwa Yoav Galati alipiga simu kuingia hatua inayofuata ya vita wakati wa tathmini ya hali ya Jumapili na idara ya 98 mpakani mwa kaskazini. Wizara ya ulinzi imeripoti hivyo kuhusu taarifa hiyo. Mkutano huo umefanyika wakati IDF iliripoti shughuli za utendakazi zinazoendelea kusini mwa Lebanon wakati wa tathmini ya hali, ambako Galati na idara ya 98 walipitia maendeleo ya IDF hadi sasa tangu pia kuanza kwa operesheni hizo. Kimsingi wanahama kutoka hali ya kuwashinda adui katika vijiji vyote vya mawasiliano hadi hali ya uharibifu, kulipua mahandaki, wakipuliza maghala ya risasi na kusambaratisha Hezbollah. Galati amesema hivyo. Tunakaribia kukamilisha ujumbe huo, ingawa bado kuna mengi ya kufanya, kwani IDF pia inajiandaa kufanya kazi zaidi, lakini kwanza kabisa inafanya operation hii vizuri, waziri wa ulinzi kutoka huko Israeli amenukuliwa hivyo. Zaidi ya hayo pia, Yoav Galati alizungumza kuhusu wanamgambo wa Hezbollah ambao Waisraeli walikuwa wamewachukua kama mateka, na inaripotiwa ya kwamba kwa kuwahoji walifichua hofu iliyohisiwa ndani ya kundi hilo la wanamgambo wa Hezbollah. Tuna wafungwa pamoja nasi, nao wanatuambia kinachotukia. Wanachotuambia ni kwamba wako katika hofu kubwa zaidi, Galati ameongeza hivyo. Galati pia amesema Hezbollah inaogopa zaidi vikundi vya IDF. Wanaogopa kwa sababu wanaelewa ya kwamba kuna kitu hapa hawawezi kushughulikia, wala kwa nguvu, wala katika ubora wa wapiganaji, wala kwa usahihi, wala katika uamuzi, Galati alisema wakati inaripotiwa kusisitiza uwezo wa IDF katika vita dhidi ya kundi hilo. Mtandao huo mkubwa walioita Hezbollah unapromoka pamoja na mistari ya mawasiliano na chini ya mapigano mfululizo. Tunawapeleka mjini Beirut, Barbeki, Nabatie, Tiro, Sidon, amesema hivyo Yoav Galati kuhusu swala kwamba Hezbollah inaogopa kila ambacho pia IDF inazidi kufanya huko mstari wa mbele, hasa kusini mwa Lebanon. Galati pia aliripotiwa kuonyesha azima yake ya kurejea wakazi kutoka kaskazini mwa Israeli hadi kwenye makazi yao huko Israeli. Shughuli za IDF nchini Lebanon zinaharibu wanamgambo na kuharibu silaha kabisa, ambako kikosi cha 98 ambacho Galati alikihutubia kuhusu wanamgambo na mizinga mikubwa ya silaha kati ya Jumamosi na Jumapili, jeshi la Israeli limesema hivyo. Silaha zilizoharibiwa na mgawanyiko ni pamoja na bunduki aina ya Kalashnikov, magazeti na vifaa vya kupambana, IDF imeeleza hivyo. Jeshi pia limeongeza kuwa vikosi hivyo viliharibu maeneo kadhaa ya polisi yaliyokuwa yamejiandaa kuwasha moto katika eneo la Israeli, na kwamba wakati wa operation hiyo IDF ilibaini kikosi cha kihalifu chenye silaha na kukishambulia kutoka angani, ambako IDF pia iligundua shughuli ya idara ya 146 siku ya Jumapili, kwani iligundua zaidi ya malengo 100 ya kijeshi yaliyotumiwa na Hezbollah. Malengo pia hayo yaliripotiwa ni pamoja na miundombinu ya kijeshi iliyofungwa na kituo cha kuhifadhi silaha. Zaidi ya hayo, wanajeshi kutoka kikosi cha 36 waliokuwa wakifanya operation kusini mwa Lebanon waliripotiwa kugundua handaki la chini ya ardhi na maficho ambayo hutumiwa na wanamgambo wa Hezbollah. Mwisho wa taarifa hii, na pia nakukumbusha kwamba unaweza kushuhudia operation hizo za kijeshi kutoka huko Mashariki ya Kati kwa njia ya WhatsApp, ambako pia nimekuwa nikiweka taarifa hizo na matukio hayo moja kwa moja kutoka mstari wa mbele. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650. Basi pia nakukaribisha sana kama utawiwa pia kushuhudia operation hizo moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp. Asante sana kwa muda wako. Hii ni JM TV, habari zaidi za kimataifa.